kubwa jana na leo kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kwa hiyo sipingi sasa kuwa na urafiki na vyombo vya habari, lakini vingeonyeshwa, viwe vinaonyeshwa kwamba tunaweza tukaishi bila uwepo wenu, na kwamba kufaaye wakati wa dhiki ndiye rafiki. Hilo moja. Mbili ni hao akina Haji Manara. Watu kama akina Haji Manara hawatakiwi kuonyeshwa tabasamu au kuchekacheka au kumbatiana kwa sura kama hii. Haji Manara ni diwani wa chama tunachokilalamikia kwamba kimesimamia mchakato wa kuua watu wetu, ni mnufaika wa chama hilo, kiasi kwamba hawa viumbe ilikuwa popote tunapokutana nao. Sikatai kuhojiwa na mtu wa aina hiyo, lakini nakataa hii namna inayoonekana hawa tukishawanyang'anya kila kitu, baadaye tunaanza kuwachekea kwa sababu tumeshapata tunachokihitaji. Tunanyang'anya mpaka uhai wa watu wao, afu baadaye tunaanza kuwachekea. Kubwa jana na leo kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Unajua jamaa alikuwa rafiki yangu zamani. Mpaka leo hajayuko sana. Tulikohusiana mitazamo. Tulikuwa naye Simba. Kama mimi na wewe uwe rafiki yangu sana. Nimempokea mara kadhaa. Huyu tulikuwa naye CCM. Huko zamani. Sisi haikuwa CCM. Mimi ni mchungaji, sio mwanachama wa Chadema, wala sijawahi kuwa na kadi ya chama chochote, isipokuwa mimi ni mtu ninayeunga mkono movement yoyote ambayo inapigania haki, hata kama ni kwa wakati huo tu. Kwa hiyo kwa watu wa Chadema, nilipoona wamemchagua Lissu na Heche, nilijua wamelamba dume. Wamepata watu ambao wanaonekana ni kama wana mbegu fulani ya haki na hawezi kununulika kirahisi, na hata wanaweza kuwa radhi kupoteza hata uhai wao, ila wasiuze utu wao au utu wa watu kwa mali. Hata hivyo, inawezekana uongozi wa watu wa Chadema, inawezekana umepata uimara huo Lissu na Heche, huenda kwa sababu ya kupata mashauri kutoka kwa watu mbalimbali, na kama ni hivyo basi hata akina sisi inawezekana tukatoa ushauri unaweza kuwa na maana na kuimarisha safari yao. Nina mambo kama 3-4 hivi ambayo nitatamani kumshauri Heche na pia wanachadema wengine wote ambao pengine mna ushawishi unaoeleweka ndani ya nchi. Ni kwamba mmeishi bila vyombo vya habari, na kulikuwa na namna ambavyo ujumbe wenu ulikuwa bado unafika. Wakati huu inapoonekana kwamba sasa ni kama mumeachiliwa, ni vizuri hivi vyombo vya habari, hata kama mtavitumia, hata kama mtakwenda, lakini vyombo vya habari vyenyewe viwe vinaonyeshwa kwamba akufaaye wakati wa taabu ndiye rafiki. Mnaweza mkaojiwa na vyombo vya habari, lakini vile vinaonyeshwa sura ya kwamba nyie ni vyombo vya ugali, ni vyombo vya kutafutia ugali, lakini si vya habari, kwa sababu hamkutufaa wakati ambapo mlihitajika sana. Ilipoandikwa lieni pamoja na wanaolia,
tafsiri yake ni kwamba na wewe uwe tayari ikiwezekana kupata hasara ya chombo chako, lakini uwe pamoja na anayelia kwa sababu amepata hasara ya vitu vyake ama uhai wa watu wake. Kwa hiyo moja, vyombo hivyo visionekane kwa bashasha fulani ambazo inaonekana nyie lenu moja. Kuna wakati fulani wana siasa huwa mnaonekanaga nikana kwamba nyie lenu moja, ni kama mnakuwa mmepangana tu kwamba nyie hawa wana msimamo huu, si tutaonekana kama tunapingana, lakini kumbe tunajua tunavyogawana kinachopatikana. Kwa hiyo mtu akikutelekeza wakati ulipokuwa na mhitaji, atakapokuona ni wa maana, anatakiwa aonyeshe kila kitu. Mimi naweka mfano juu ya jambo hilo kwamba mimi nilipokuwa na kesi ya Said Hussein Masoro alipojinasibu kwamba ameua mtoto wangu, kesi ilipokuwa inaendelea, yule aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa, ilipokuwa inaendelea, nilipiga kelele sana, vyombo vya habari vingesema chochote, havikusema chochote. Nilipokuwa na kesi ile ya kanisa kwamba sijui naendesha kanisa bila kibali, nilipiga kelele, vyombo vya habari havikusema chochote. Vilikuja kusema nilipofungwa, kuonyesha kusherehekea kwamba hatimaye Mbarikiwa amefungwa. Hapo ndo niliona taarifa kadha wa kadha kwenye vyombo vya habari. Nilipotoka, vyombo vya habari vingi vilitaka kuongea na mimi, nilivipandishia vioo. Hata kimoja viwili vilivyonisogelea vilipata wakati mgumu sana, na hata wakati wa kunihoji havikukutana na tabasamu ya kwamba pengine naona basi wanahitajika. Hapana. Nimesema Chadema mumeishi bila vyombo vya habari, mulifikisha ujumbe wenu. Kwa hiyo sipingi sasa kuwa na urafiki na vyombo vya habari, lakini vingeonyeshwa, viwe vinaonyeshwa kwamba tunaweza tukaishi bila uwepo wenu, na kwamba kufaaye wakati wa dhiki ndiye rafiki. Hilo moja. Mbili ni hao akina Haji Manara. Watu kama akina Haji Manara hawatakiwi kuonyeshwa tabasamu au kuchekacheka au kumbatiana kwa sura kama hii. Haji Manara ni diwani wa chama tunachokilalamikia kwamba kimesimamia mchakato wa kuua watu wetu. Ni mnufaika wa chama hilo, kiasi kwamba hawa viumbe ilikuwa popote tunapokutana nao. Sikatai kuhojiwa na mtu wa aina hiyo, lakini nakataa hii namna inayoonekana hawa tukishawanyang'anya kila kitu, baadaye tunaanza kuwachekea kwa sababu tumeshapata tunachokihitaji. Tunanyang'anya mpaka uhai wa watu wao, afu baadaye tunaanza kuwachekea. Mtu aliyekuumiza, muonyeshe umeniumiza kuanzia kwenye muonekano wako, physical appearance yako. Hiyo inaonyesha. Unaweza ukaniuliza swali, tunaweza tukazungumza na wewe, lakini wewe ni mtu mbaya. Sasa mimi hiki cha kukumbatiana na Haji hapa sijaelewa, na inawezekana ukujua walivyojipanga. Kwa hiyo kwa wakati mwingine waandishi wa habari au wanufaika wakuu wa mauaji, waandishi wa habari ambao wanaonekana wao wako wazi kabisa kwamba ni wanufaika wakuu wa mauaji, kutekwa kwa watu, kupotezwa kwa watu, ni sehemu ya chama cha mashetani. Mimi ningetamani sana wawe wanaonyeshwa kwamba unaweza ukanihoji, tunaweza tukazungumza, lakini wewe ni mtu mbaya na sura yangu vio vinakuambia tu hivyo.
Otherwise basi mtaonekana ni watu fulani wepesi sana, mtaonekana ni watu fulani ambao kumbe mnaweza mkafanywa chochote na yeyote, alafu mkaja kutumiwa vyovyote na kuwekwa popote, mkapewa haki tu kakupiga makelele, kusema wapeni haki sasa, wapige makelele sasa, na pia na tu vyombo tu habari sasa waiteni muonyeshe mna balance, nyie ni waote na nyie mnaingia tu humo. Inahisi muliishi bila vyombo vya habari, na kama inaweza ikalazimu, hakuna shida yoyote kuishi bila vyombo vya habari. Jambo la tatu, nije kwenye hili jambo la liloulizwa kuhusiana na ikiwa mnasema Jaji Mwanga alishinikizwa, alilazimishwa ama alielekezwa na serikali awawekee ugumu ule. Je, serikali hiyo haina mamlaka ya kuwawekea ugumu kupitia mahakama za rufani kama inaweza ikamcontrol jaji mmoja? Jibu lilojibu ni zuri. Lakini nahisi inaweza likawa na uzito zaidi ikiwa unaweza ukawa na jibu kuwa hao serikali wanaona wameshamaliza jambo lao, hawawezi kuweka nguvu tena, wameshamaliza. Hao wanaoitwa serikali wameshamaliza, wanajiona wameshapata walichokuwa na kihitaji. Sasa ni kwanza kujionyesha kwamba ni wema, ni kwanza kuviruhusu sasa hivi vyombo wanavyovimiliki, kwa sababu kiukweli, kiuhalisia huwezi ukapinga kwamba serikali ndio inamiliki vyombo hivi. Huyo serikali akateue jaji, yeye akawa na haki ya kupandisha mtu nafasi, akawa na haki, ndiye nayeweza kuwa nalipa mshahara, alafu hicho kitu kikajitegemee. Si juu ya hayo mambo yenu bwana, lakini jibu lililoweza kuwa na nguvu zaidi ni kwamba sasa wameshamaliza jambo lao, inabidi waanze kuachia makombo sasa. Makombo nabii yake kwamba inawezekana huyu aliyepo Lazarus Chakwera, inawezekana wao wenyewe wanaona hebu ngoja tuonyeshe si tunaelewana ndani ya nchi, au yeye mwenyewe anaweza akawa na washauri kwamba sasa tu vitu twa utu ili tuandike vizuri ripoti, pengine inabidi hawa muache ionekane wako huru kufanya. Jibu ni liwe linanyoka kwa sura kama hiyo, hasa pointi kubwa ambayo mimi naiona kwamba wameshamaliza jambo lao. Kwa sasa ni kwanza kuonyesha kwamba tu vyombo tunatenda haki, tu vyombo tu tunatenda haki. Nahisi linaweza likawa jibu lenye maana, kwa sababu kama mahakama ya rufani haiwezi kuamulishwa iamue nini iendeshe vipi, ina mamlaka hiyo. Wakati huo mambo hayo yanaendelea toka mwezi wa 6, kwa nini haikuingilia kati hasa kabla ya ule ulioitwa uchaguzi? Kwa nini haikuingilia kati kwamba tunaomba tuitishe jarada hiki hakiko sawa? Inakuja kuwa na nguvu wakati kumesha kucha, kila kitu kimeharibika, ndo inakuwa na nguvu. Jamani na jambo la mwisho ni kwamba mimi naweza nikatambua kwamba mahakama itakuwa ni kitu cha kibinadamu. Mimi hapo nakionaga ni kitu cha kinachofanya kazi ambayo wanyama makatili kama simba, fisi, chui ndio wanatakiwa wao wanafanya kazi ya aina hiyo. Naweza nikatambua kwamba mahakama ni kitu kinachoshughulika na ubinadamu ingekuwa
kama huyo Jaji Mwanga amesababisha hivyo, sio kumwondoa tu kwenye kesi, awajibike kulipa fidia za aina zote, yeye na wote alioshirikiana nao. Najua nasema hivi sababu sasa mtu umeipata hasara zote. Mimi nimewahi kuhukumiwa na kiumbe naitwa hakimu Sintumo, akanihukumu kwenda jela miaka 3 na siku 14. Baadaye tumekata rufaa, unaenda jaji anasema huyu alikosea kwenye kosa hili la kuendesha kanisa ukiwa na kibali ambacho serikali itakikataa, kwamba tulikupa sisi lakini hatutaki sisi tuseme ndo tuliokupa, kwa sababu ndio uhalisia ulivyokuwa. Una kibali cha ndani ya wilaya ambacho walipoanzisha tu kesi, dasi alinipigia simu akaanza, kwani sisi tulikupaga kibali chochote? Nikasema ninacho, lakini wakafanya bado kesi wakalifanikisha. Unakuja rufaa inasema kwa kesi kama hii ulitakiwa upigwe faini, na ukishindwa faini ndio uende jela. Kwa hiyo huyu alikosea. Nimeshakaa siku 137, miezi 4 na siku 15. Imeshasababisha matatizo makubwa ya kiafya, imeshasababisha matatizo makubwa ya kiafya kwa mke wangu na watu wangu wa karibu. Imeshasababisha hasara kubwa ya mali, lakini ni hivyo, yani ni hivyo. Hayo makosa hakuna naye wajibika. Huo sio binadamu. Lifaini lenyewe kwa kesi hiyo kima cha chini milioni 1 kwa kesi la aina hiyo. Kima cha kama hujawahi fanya kosa, hujaitiwa hatiani mahakamani, itakiwa nilipishwe milioni 1. Sio kima cha juu, sio milioni 3, sio milioni 5, sijui. Sijasoma hiyo misheria na wala hata sina mpango wa kusoma, kwa sababu vitu vingine hakuna tutakachookoa. Unakuja kupigwa lifaini milioni 10, ambalo ukiliangalia unaona tu kabisa ni kinyume cha sheria. Yaani ni mtu tu anapanga hiki kiwe hivi, hiki kiwe vile. Milioni 10 hiyo inatakiwa itolewe amri kwamba siku ulizokaa gerezani inabidi zikatwe umo, zihesabiwe umo, zote zikachukuliwa. Unasema mahakama kwanza, yule aliyefanya hicho kichoitwa kosa kusababisha hasara hana tatizo lolote, hana hasara yoyote, si mmewapa watu nguvu ya kukomoa watu. Mtu angekuwa anajua akifanya makosa ya maamuzi anaadhibiwa adhabu inayofanana na hasara aliyosababisha, mahakimu majaji wasingekuwa wanafanya hicho anachokifanya. Anyway, hapa nilikuwa nazungumzia kwa habari ya Heche, kwamba sijua duniani bwana, unaona kuna watu wanashangilia Chadema tumeshinda, ni kama ile ya kwenye kansela Gwajima, nionaga wanasema wameshinda kansela, hawezi kushinda na kansela imeshinda. Sasa dunia po kuna mambo sio kwamba lengo lilikuwa ni hivyo, kwamba tupite eneo fulani, baada ya hapo tuwagawie mifupa, kwamba endeni kutafuna mifupa hiyo mnayosema ni kwa kichwa. Mimi nilisema wakati ule, nikasema mnaoshangilia kwamba kanisa ya Gwajima limeshinda, po ushindi wa Kipentekosti. Po ushindi wa Kipentekosti wa Kitaira nilisema wakati ule, na sikuona statement ya Gwajima kusema kwamba amesema tumeshinda. Kwa niliishi na kuona kwamba kwa vyote vile waliokuwa nasema yale ni utaira tu ulio mitaani humo. Basi kwenye kitu kama hiki Chadema na nyie muwe tumeshinda.
Dunia mimi binafsi afadhali nionekane niko kwenye tabu mpaka nakufa kuliko nionekane nimepewa mfupa. Yaani kwa mfano kama hivi, si nikate rufaa mwanangu ishapotea, hakuna cha maana utakuja kunipa. Nimechagua taishi kwa tabu. Sababu inawezekana bado ni afadhali kuishi kwa tabu hivi kuliko mwanangu ambaye alishaoza kwenye udongo, kuliko binti yangu Sifa ambaye ameshaoza kwenye udongo. Naomba sana, kama itapendeza, hivyo vyombo vya habari msivichangamkie sana, na hata mnapojiana nao wao wanajua ni mmoja wa watu wabaya sana, siweza kufaa wakati wa shida. Huyo sio rafiki. Asante na hongera kwa kunisikiliza.